Haikuwa kwa bahati mbaya Oktoba kwa yale yaliyotokea, jeshi hili lilipokelewa kwa shangwe. Jeshi lijitenge na siasa. Mheshimiwa Spika, awali ya yote niseme kwamba ninafahamu kwamba mjadala wa Wizara ya Ulinzi sio mjadala wa kawaida. Ninafahamu ni mjadala nyeti wenye maslahi mapana kwa taifa. Kwa hiyo nitazungumza kwa ufupi na nitazungumza kwa mipaka inayohitajika. Jambo la kwanza ni juu ya maslahi ya maveterani wa vita ya Kagera. Mheshimiwa Spika, kama inavyofahamika na nimesoma answers za bunge lililopita, katika mwaka wa fedha huu tulionao, serikali ilitoa ahadi ndani ya bunge kupitia waziri aliyepita Dr. Tax kwamba kuanzia mwezi Julai maveterani wa vita ya Kagera ambao hawapati posho wataanza kulipwa rasmi posho na serikali. Hiyo ilikuwa ni ahadi ya serikali kwa mashujaa wetu. Mheshimiwa, anaongeza muda mpaka tumalize kazi yetu. Hiyo ilikuwa ni ahadi ya serikali kwa wapiganaji wetu, ahadi ambayo inajenga msingi kwa wapiganaji wa sasa kwamba wakienda mstari wa mbele wakapambana watapewa tuzo, watatazamwa. Mimi jimboni kwangu wazee hawa wapo, wengi wao umri wao ni baina ya miaka 70 mpaka 90, vikongwe, lakini taarifa nilizo nazo wanasema hawajaanza kulipwa. Sasa mimi nataka waziri atapokuja kwenye majumuisho, kwa kweli na sita sana kuzungumza lugha ya kushika shilingi, ila aje atoe maelezo kwamba serikali ahadi ile kwa maveterani wa vita ya Kagera ilikuwa ni siasa ya maneno matupu, na tunaweza kufanya siasa kwenye Wizara ya Ulinzi. Mimi nina mapendekezo ya ziada, Mheshimiwa Spika. Ninapendekeza ukiacha ahadi ile ya posho, tufanye kama mtindo ambao baadhi ya nchi zinafanya, tuwe na mfuko maalumu wa maveterani wa vita ya Kagera. Na mimi napendekeza tuwe na mtindo kama wa the Kagera War Veteran Fund. Na nchi zingine wanafanya, Marekani wanafanya, Afrika ya Kusini wanafanya, Uingereza wanafanya kwa mtindo tofauti tofauti. Na la pili, nakubaliana na ndugu Liwaka kwamba ni lazima tufanye sensa, sio sensa ya kubaini idadi yao tu, tuangalie na hali yao, wanaendeleaje wazee wetu hao waliopigana katika vita ya Kagera. La pili na la mwisho, Mheshimiwa Spika, jeshi la wananchi ni jeshi la ukombozi wa Afrika, ni jeshi la haki. Haikuwa kwa bahati mbaya jeshi hili lilipokelewa Uganda kwa shangwe. Haikuwa kwa bahati mbaya jeshi hili lilipokelewa Kariakoo kwa shangwe. Haikuwa kwa bahati mbaya Oktoba kwa yale yaliyotokea, jeshi hili lilipokelewa kwa shangwe. Natoa changamoto kwa jeshi, kuna kitu kimoja wakilinde kwa nguvu zote. Kitu hiko ndio roho ya thamani yao. Jeshi lijitenge na siasa. Hiko ndio kitu kilinde kwa nguvu zote. Hivi karibuni vimekuwepo vidole
na huwa wanasema kwa sababu jeshi bado ni chombo, hata katika zama hizi ambazo tunasema utumishi wa umma umekuwa politicized, bado imani ipo. Bado muda wako umekwisha. Mwisho utaanza kusema vitu, nitakuuliza ushahidi, utashindwa. Kaa chini.